Miongoni mwa historia kubwa zaidi kuwahi kutokea na kuandikwa 2026, basi lipo jina la Cristiano Ronaldo, ambapo mechi imeisha, lakini usiku ulikuwa mzito kwa mashabiki wa Ureno. Dakika 90 zimemalizika huku ndoto ya kutoa kombe la dunia ikififia. Kipenga cha mwisho kilipopulizwa na Ureno kupoteza kwa Hispania bao 1-0, ukimya ulitawala uwanjani. Macho yote yakamgeukia nahodha wao Cristiano Ronaldo. Alisimama kwa muda akitazama uwanja kana kwamba alikuwa akiaga sehemu muhimu ya maisha yake. Huenda hiyo ikawa mechi yake ya mwisho katika kombe la dunia. Hakukuwa na shangwe, hakukuwa na tabasamu, kulikuwa na hisia za huzuni, lakini pia kulikuwa na heshima kubwa kutoka kwa mashabiki kote duniani, kwa sababu ingawa Ureno ilitolewa, Cristiano Ronaldo hakutoka akiwa ameshindwa na historia. Alitoka akiwa mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kuvaa jezi ya taifa la Ureno. Safari ya Ronaldo ilianza mwaka 2003 alipocheza mechi yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 katika timu yake ya taifa ya Ureno. Hakuna aliyedhani kwamba kijana huyo angekuja kuwa nahodha, mfungaji bora na mchezaji aliyecheza mechi nyingi zaidi katika historia ya taifa hilo. Kwa zaidi ya miaka 20 akiwa na timu ya taifa ya Ureno, Ronaldo amecheza zaidi ya mechi 20 za kimataifa na kufunga zaidi ya mabao 135. Hakuna mchezaji mwingine katika soka la wanaume duniani aliyewahi kufunga mabao mengi zaidi akiwa na timu yake ya taifa. Hivyo basi, Cristiano Ronaldo anakuwa mchezaji wa kwanza zaidi kuwahi kutokea duniani aliyefunga mabao mengi zaidi katika timu yake ya taifa. Lakini hayo si mafanikio yake pekee. Ronaldo aliongoza Ureno kutoa kombe la dunia la Euro mwaka 2016, ubingwa wa kwanza mkubwa katika historia ya taifa hilo. Baadaye akaiongoza tena kushinda UEFA Nation League, akionyesha kuwa hakuwa mfungaji bali pia kiongozi wa kweli. Katika historia ya kombe la dunia, Cristiano Ronaldo aliweka rekodi ambayo itabaki katika vitabu vya historia, akiwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao katika matoleo 6 tofauti ya kombe la dunia kutoka mwaka 2006 hadi mwaka 2026. Katika kizazi cha mashabiki wa soka kilimwona Ronaldo akifungia Ureno. Kila alipoivaa jezi ya taifa alicheza kwa moyo wote. Alifunga mabao ya ushindi, alipiga penalti za presha kubwa, aliwahamasisha wenzake na kubeba matumaini ya taifa mabegani mwake. Ndiyo maana licha kutolewa na Hispania, jina la Cristiano Ronaldo alitaandikwa kwa matokeo ya mechi moja. Litaandikwa zaidi ya miaka 20 ya kujitolea na kujitoa kwa hali na mali, kwa mamia ya mechi, kwa zaidi ya mabao 135, kwa rekodi ambazo zimefanya dunia isimame na kumpigia makofi. Kombe la dunia linaweza kuwa alikuingia mikononi mwake. Kombe la dunia linaweza kuwa alikuingia mikononi mwake, lakini heshima ya mashabiki, rekodi zilizoweka na urithi aliyouacha haviwezi kufutwa. Vizazi vijavyo vitakapozungumzia soka la kimataifa, jina la Cristiano Ronaldo litatajwa kama mmoja wa magwiji wakubwa kabisa kuwahi kutokea. Huo ndo urithi wake. Hivyo ndiyo historia inaonyesha namna ambavyo Cristiano Ronaldo ameendelea kuwa mmoja ya wachezaji hatari zaidi kuwahi kutokea katika soka la dunia. Na utakumbuka zaidi tofauti ya kombe la dunia, amefunga mara 6 mfululizo katika kombe la dunia. Ronaldo aliingia kwenye historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza wa kiume kufunga mabao katika matoleo 6 tofauti ya kombe la dunia, ambapo mpaka anatolewa nje usiku wa kuamkia leo ameweka historia ya tofauti ya kipekee kabisa. Utakumbuka zaidi mashindano ya mwaka 2006 kombe la dunia, Ronaldo aliweza kuingia nyavuni, lakini mwaka 2010 Ronaldo aliweza kuingia nyavuni tena. Mwaka 2014 Ronaldo akaweka historia. Mwaka 2018 historia ikaandikwa. Mwaka 2022 Ronaldo akaweka historia kwa mara nyingine tena, na mwaka 2026 jina la Ronaldo likatawala dunia kwa mara nyingine tena, licha ya kwamba wababe wenzake walionyesha nia ya kutaka kumfikia, huku wengi wao wakimfananisha na kumlinganisha na Lionel Messi, ambao Lionel Messi mpaka sasa rekodi ya Cristiano Ronaldo hajaweza kuivunja. Toka na shiriki kombe la dunia mwaka 2006,
amekuwa miongoni mwa mastaa wa mpira duniani waliofunga matoleo yote 6 mfululizo, huku Lionel Messi akikosa hivyo mwaka 2010. Hii ni rekodi ambayo ilionyesha uimara wake wa ajabu na uwezo wake wa kudumu katika kiwango cha juu kwa muda mrefu. Bye bye Ronaldo, bye bye Ureno, bye bye taifa. Hivyo ndo historia ya Cristiano Ronaldo inahitimishwa hapa Maili Media TZ. Tunahakikisha kuwa unazidi kupata habari zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha msingi bonyeza alama ya kengele, kwa maana ukisubscribe utazidi kuwa kwanza kupata masimulizi kutoka nje na ndani ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.